yanipasa nisijisifu, ingawa haifaidi kitu. Nitanena kuhusu maono na mafunuo kutoka kwa Bwana Yesu. Namjua mtu mmoja katika Kristo ambaye miaka 14 iliyopita alichukuliwa juu hadi mbingu ya tatu. Kama ni katika mwili au nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Nami najua kwamba mtu huyu, iwe ni katika mwili au nje ya mwili, mimi sijui, lakini Mungu ajua, alinyakuliwa hadi paradiso. Huku alisikia mambo yasiyoelezeka, mambo ambayo binadamu hana ruhusa ya kuyasimulia. Itajisifu kwa ajili ya mtu kama huyo, lakini sitajisifu mwenyewe, ila nitajisifia udhaifu wangu. Hata kama ningependa kujisifu, sitakuwa mjinga, kwa maana nitakuwa nasema kweli. Lakini najizuia ili mtu yeyote asije akaniona mimi kuwa bora kuliko ninayoonekana katika yale ninayotenda na kusema, au kwa sababu ya mafunuo haya makuu, ili kunizuia nisijivune, nilipewa mwiba katika mwili wangu, ujumbe wa Shetani, ili anitese. Kwa habari za jambo hili nilimsihi Mwenyezi Mungu mara 3 aniondolee mwiba huu, lakini aliniambia, neema yangu inakutosha, kwa kuwa uwezo wangu hukamilika katika udhaifu. Kwa hiyo nitajisifu kwa furaha zaidi kuhusu udhaifu wangu, ili uweza wa Yesu Kristo ukae juu yangu. Hii ndiyo sababu nafurahia katika udhaifu, katika kutukanwa, katika taabu, katika mateso na katika shida, kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwa maana ninapokuwa dhaifu ndipo nina nguvu. Bwana abariki maandiko. Sikia, Paulo alijaribu, kumbe alikuwa anajaribu kwa kutokujua. Maana Mungu aliweka ule udhaifu ili Paulo akikumbuka ule udhaifu anajiona yeye si kitu. Kumbuka hata sisi tuna madhaifu mengi sana. Sasa ukikumbuka yale, hautajiona wewe tena. Hiyo ile kazi ambayo inafanyika sasa, utaona Mungu ndo amefanya hiyo. Bwana asifiwe. Watu wanajiinua. Siku ulikuwa nasikiza mahali, nikasikia pastor mmoja anasema, nataka nikusaidie, njoo hapa mbele, nataka niwasaidie. Nikajiuliza, huyu atawasaidia aje? Mungu ndo anasaidia ama ni yeye? Ikiwa yeye anawategemea wale washiriki, sasa wale si ndo Mungu wake? Maana yeye bila wale hana kitu. Wale ndo wamejenga ile ngome anayojisifia. Wakiamua kummaliza ni mara moja, kwa sababu hata Biblia inasema mchungaji ambaye anachunga kwa malipo, mnyama dubu akitokea, kwanza ataanza kutetea maisha yake na hataacha kondoo wataliwa. Huyo ni mchungaji wa malipo.
asipolipwa ataacha, naye atatafuta kila siku vile kunogesha zile habari, ule ujumbe, au pake mafuta kila aina, anaugeuza ili hawa washiriki wafurahie, na lazima aongee vile wale washiriki wanataka. Hata simama kwa ukweli. Ndio maana nasikia inaitwa injili ya urongo. Na wale washiriki sasa nao mawazo yao huwa ni kwamba pasta wetu, bila pasta wetu kila kitu pasta. Sasa hao wanaanza kuabudiana. Mungu hayuko hapo tena. Bwana asifiwe. Tunakuta pasta ameinuka, amekuwa na kiburi, anaweza kusema jambo lolote. Yale anasema huwa ni ya shetani ameweka pale, yeye anashtuka amesema. Wajua, kisema mambo ya shetani huwa sasa ndo unamdhihirisha jinsi alivyo, unamtangaza. Wasema huyu shetani ni mbaya, huyu shetani anaua, sasa hizo ndo sifa zake, anafurahi. Wakati tunamsifu Kristo kwamba anaponya, ana uwezo, Mungu amefanya kila jambo, maana hiyo ni asili yake ya upendo. Shetani pia ana asili yake. Sasa mara kwa mara wakati unaongelea kuhusu shetani, sasa we ni mjumbe wake. Tokeni huko, tuwe wajumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo. Paulo alijua ametwikwa jukumu kubwa. Sasa akawa anajali kwamba kuna udhaifu fulani Mungu alimfunulia, lakini Mungu akamwambia hapo, wewe baki hivyo hivyo ulivyo. Hapo ndipo nguvu zangu zinaonekana. Wakasema mchungaji wenu, naona mchungaji wenu anaendesha tuktuk, wengine wana magari. Hapo ndo nguvu ya Mungu inaonekana. Anasifiwe. Najua wengine hata wanamwambiaga sister, hufai kuwa pale, unafaa kuwa mahali kama cathedral. Wapi? Upelekwe kule front line ukakae kwa vile viti vikubwa. Lakini nguvu ya Mungu inaonekana hapo amekaa. Bwana asifiwe. Hamshangai kuona profesa mzima, lakini tunajumuika naye, amejinyenyekeza kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hii ni familia ingine, hata sijui inapatikana vipi hapa. Brother hapa, huyu ni bosi wangu, mimi ndo namjua. Mtu mwenye uwezo mkubwa, lakini anajinyenyekeza. Tunakaa na yeye hapa kwa sababu kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Yeye pia najua hapendi kukaa hapa, lakini Mungu ameamua akae hapa. Hauwezi epuka.
Mungu akikuchagua hakuna vile utahepa, lazima ufanye kazi yake. Kwa hiyo kuna mambo, sing'ang'ane kuombea Mungu nitolee. Mungu anajua haja ya moyo wako, anajua ni ipi ya kutoa na anajua ni ipi ya kubaki. Bwana wabariki.